Katika zama hizi za kidijitali, kusema kweli, vyombo vya habari vina azma kubwa na pia kazi kubwa na uwanda mkubwa sana wa kuweza kuendeleza Kiswahili. Ukianza kwanza, Kiswahili ni lugha ambayo sasa hivi inazungumzwa kwamba ni lugha inayokuwa kimataifa. Kwa hiyo kazi moja ya vyombo vya habari ni kuipaisha zaidi, kueleza kwamba hii ipo na inapewa uzito huu kwa sababu ni lugha ambayo imejumuika katika kimataifa na kujulikana kwamba ni kazi moja, ni lugha ambayo ni muhimu katika kuendeleza utamaduni wa dunia. Mara kwa mara tunadharau lugha kama vile ni kitu ambacho kinapita tu, lakini lugha ndio misingi ya maelewano yoyote yanayotokea katika kidunia. Tunaposema kwamba tuna utu au ubinadamu umeanzia katika kufahamiana, kujumiana na vile vile kuelewana. Sasa lugha yetu tunaitumia Kiswahili inatupa nafasi ya kuweza kufahamika zaidi kwa wengine huko dunia nje. Lakini ukiacha hivyo, kwa sababu mara kwa mara uandishi wa Kiswahili umekuwa ni umefahamika kwa kuandikwa labda vile vile, au kwa watu kutumia vyombo vya habari hivi vya kisasa hivi ambavyo vimekuwa kwa muda mrefu, radio au television. Lakini sasa hivi tunajiona kabisa kwamba ndugu zetu, vijana wetu na watu wengine walioko nje, ili kuwafikia kwa urahisi lazima tuende katika upande huu wa kidijitali. Sasa tukijizubaisha au tukijibwetesha, tukaonekana kwamba sisi tumebakia katika vyombo vile vile vya zamani, hapo ndio tutakapokuwa tunajikuta tunajiangusha wenyewe. Lazima vyombo vyetu viingie katika kujielekeza, kujitambulisha kidijitali, kwa sababu tuna uwanda na upana mkubwa zaidi wa kuwafikia wengi, na hasa vijana ambao tunadhani kwamba wao ndio ambao watakwenda kukiendeleza Kiswahili katika mandhari za Kiafrika.